waliokuwa nayo, lakini pia wana yapi ya kuzungumza kile kilichokuwa mbele yao. Ndugu yangu Meja, karibu sana, zungumza na vyombo vya habari kuelekea jambo lenu husika ambalo liko mbele yenu. Kwa nafasi ambayo nilikuwa nayo mimi kama kaimu mwenyekiti, kwa maana mwenyekiti msaidizi wa Sports Influencers Tanzania, mamlaka ya kuzungumza kwenye taasisi yetu anayo GB 64 ambaye ndio msemaji wa taasisi. Kwa hiyo yeye ndio anayakuzungumza zaidi. Mimi namkaribisha yeye aweze kutoa yale ambayo anatakiwa Watanzania waweze kuyafahamu. Karibu. Asante waandishi wa habari, asante wa Tanzania wote. Awali ya yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndio mwenye miliki ya kila kitu katika mgongo wa ardhi. Kikubwa ni mwendelezo tu wa maandalizi ya mechi yetu sawa kuelekea tarehe 4 kati ya Tanzania Sports Influencers pamoja na jeshi la polisi. Hii mechi ipo tarehe 4 katika viwanja vya KMC Complex. Kwa hiyo mechi ipo, wale mashabiki zetu wote wajiandae, walitusupport vikali katika mechi yetu ya dabi ya mashabiki. Sasa hivi tunaelekea sasa kucheza na jeshi la Tanzania polisi ili kuleta mahusiano mazuri kati ya raia pamoja na jeshi la polisi, kwa sababu slogan ni nyingi, mambo ni mengi ambayo yanaendelea sawa, ya kuonekana kwamba polisi kama wana uadui na raia, lakini sisi kama Tanzania ni influencer ambao tuna watu sawa wako nyuma yetu, tumeamua kuandaa mechi hii kwa ajili ya kudumisha amani ya nchi. Kwa hiyo kikubwa watu wanatakiwa watambue maandalizi yanaendelea, na leo hii tulikuwa ni moja ya mwendelezo katika kuiandaa mechi yetu. Tulikutana kikao sawa na uongozi wa jeshi la polisi na uongozi wa Tanzania ni influencer katika kuandaa kuandaa hii mechi. Kwa hiyo mechi ipo tarehe 4 siku ya Jumapili katika viwanja vya complex pale Kinondoni. Kwa hiyo awali ya yote sina la zaidi la kuongea zaidi. Ninao wenzangu hapa, wasemaji wengi wapo hapa, mimi kama msemaji wao ambaye nilikuwa na ndio mwongeaji mkuu, lakini kwa sasa kila mtu anapaswa kuongea katika kufanya katika kuchochea moto wa mechi. Mengi yanazungumzwa kwenye mitandao kama mnavyofahamu, lakini mimi ninachofahamu, nabii huwa kubariki wapi? Kwao. Hata Mtume Muhammad alipigwa mawe, hata Isa bin Maryam ambaye ni Yesu vile aligongelewa mpaka na misumari. Sawa, lakini kikubwa sisi tunachoangalia kwamba sisi tuko kisheria. Sio, umeelewa? Tuko kisheria na serikali sio wajinga. Mpaka ukiona serikali inakupa inakupa certificate sawa ya kukusatisfy kwamba wewe na grupu lako linafaa. Tafsiri yake maana yake wameangalia vigezo vyote. Maana yake tumekizi vigezo, na ndio maana tukapewa tukapewa usajili sawa. Na vyama viko vingi, wewe ukiona chama hicho kikufai, wewe tengeneza cha kwako, kwa sababu pale BMT sidhani kama kuna chama kimoja cha Tanzania ni Influencers. Vyama viko vingi, watu wengi wameanzisha umoja wa aina mbalimbali, isipokuwa huu umoja wetu sawa ni miongoni mwa hizo moja ambazo zimefanya zipo katika kuihudumia nchi. Na lengo letu kubwa sisi watu wengi wanatakiwa wafahamu, sio hatupo kimaslahi. Sisi tunatumia nguvu zetu, tunatumia jasho letu, tumeacha shughuli zetu kama unavyotuona hapa. Leo Captain Kizinga ameacha kazi yake makumbusho, lakini tuko naye hapa. Captain Kizinga. Watu wote hapa, mchungaji kaacha kazi zake, Meja ameacha kazi zake, kuna Musafa hapa ameacha kazi zake, Saidi, kuna Mwenezi, kina Machili Yanga, watu wote wameacha kazi zao. Kila mtu ana familia hapa, lakini tumeacha kazi zetu, lakini lengo letu kuutangaza umoja wetu ambao lengo lake kuu ni katika kuisupport timu yetu ya taifa. Na mfano mliuona juzi tulivyocheza na Uganda, tulikuwepo viwanja vya Lavington pale Temeke, lakini kikubwa katika kuifanya kuisupport timu yetu ya taifa. Na sasa hivi tunajiandaa tarehe 30 katika kuihamasisha mechi yetu ya mwisho ambao ni mechi ya maisha yetu, yani kufa na kupona sawa, tunapokutana na Tunisia ili tuweze kushinda na kupata pointi 3 ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo umoja huu sawa haupo kimaslahi kama wanavyozania wao. Maslahi sisi kama maslahi tushapata sana, kama maslahi sisi tushayakosa sana, lakini kikubwa tunachoangalia jinsi gani ya kuisupport timu yetu ya taifa na kuisupport nchi na kusupport amani ya nchi hiyo katika utulivu kupitia umoja huu. Na ndio maana tukaitwa ma-influencer. Hatukukusanya wote mashabiki wote Tanzania nzima, tuko wale wenye nguvu katika kuhamasisha jambo hili. Na kama haupo maana nguvu una. Hapo wanakaa wanaume marijali.
Humu wanakaa wanaume marijali, narudia tena, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu ameshasema kabisa, alijali kawamuna alnisai. Umeelewa? Ukishavaa suruali na t-shirt maana yake wewe lijali, ndio utakuwepo kwenye umoja huu. Umoja sio watu wajinga wajinga. Hilo huko mimi siko. Kwa hiyo kikubwa tarehe 4 siku ya Jumapili, njoo muone Mlilo anakabana na nani? Anakabana na mchungaji. Njoo muone Kamanda Mafole anakabana na JB 64. Hiyo game ni kali sana. Tahadhari gani mnaendea kwenye huo mchezo? Mara baada ya ule wa kwanza kutamatika mashabiki dabi, kumekuwa na maneno mengi sana. Tahadhari gani mnauendea huo mchezo kuepusha maneno ambayo yanaendelea hivi sasa? Maneno ni mengi, ndio maana naweza kuambia hii ni yani, kuna kitu kinachoitwa vita kiuchumi. Wengi wanajua huu umoja upo kwa ajili ya watu kutafuta maslahi. Sasa sisi hatuko huko. Umeelewa? Na hata wanaopiga kelele sio kwenye umoja. Yani kama kungekuwa kweli kuna dhuluma zimefanyika, kuna mambo yamefanyika kuhusu swala la kimaslahi, sasa hizi usingetoa tuko pamoja. Mechi zishaisha. Kama ingekuwa watu wamezulumiana hivi tungekaa tena kwa umoja huu. Wanaopiga kelele watu waliokuwa pembeni. Kuna watu walikuwa mtu yuko Marekani. Sio umeelewa? Mtu yuko Marekani. Sio umeelewa? Wewe jua mtu yuko wapi? Marekani ndio anayepiga kelele na umoja huu. Na huyu anatumwa na anatumika na baadhi ya watu ambao wana vikundi vyao vya ujanja. Watu wako 4 5 wanaandika karatasi ya watumia, wanajifanya wanaisupport timu ya taifa. Wanakula hela za nchi. Sasa sisi tumeliona lile. Yaani wao wanakula hela alafu tunafuatwa tena sisi ndio tunapiga kampeni za nini? Za kuisupport timu ya taifa. Na ndio maana tukaamua tutengeneze umoja na tuusajili rasmi. Sasa kama mtu anapiga makelele Marekani huko, fimbo mbali, ayui nini? Ayui nyoka. Wanaishi kiujanja. Kwa hiyo namkaribisha chungaji aje kuendelea. Kwa ujumla ni kwamba hivi taasisi hii iko imara na haitatikisika. Wao wanajaribu kuitikisa, watatikiswa wao. Ukishaona mpaka serikali inatusajili, ina maana kwamba washachunguza kwamba sisi tuko vizuri. Wewe uko Marekani unaanza kushindana na sisi. Marekani wenyewe unaishi kiujanja. Muda wako ukiisha tunaujua na tunajua usomi. Unajua tulichokupeleka. Tutakurudisha Dar es Salaam hapa. Tunajua mambo yako yote. Sisi huwezi kushindana na sisi. Siwezi kuonyesha maneno, nisikilize bana. Hebu toa hivi kuonyesha maneno vipi? Wewe vipi bana wewe? Huwezi ukataka kuvunja umoja ambao unaleta umoja kwa watu wote. Sisi tuko Azamu, tuko watu wa Namungo, tuko watu wa Simba, tuko watu wa Yanga, tukaunganisha umoja wetu. Hasa kama ni mambo ya Yanga ni ya kwenu huko. Msitaki kutuharibia taasisi yetu. Taasisi hii iko kisheria. Na ikiendelea hivi tutachukua sheria. Maana sisi sio wauni. Sisi tumesajiliwa kisheria. Kwa hiyo ndugu yangu wako Marekani, kama unataka kushindana na moto, huu ndio moto. Kama unataka juu, huu ndio moto ambao huwezi kuuzania. Usione watu wanatembea barabarani. Wewe shangaa mimi naitwa mchungaji, wewe usituki tu. Wewe usituki tu. Mchungaji sina kanisa, sina naitwa mchungaji. Wewe uogopi? Sasa kama utashindana na sisi, utarudi kutoka Marekani utarudi Dar es Salaam hapa. Huu mmoja umeanzishwa kwa jasho. Na umeanzishwa kwa ajili ya maslahi ya watu wote. Hata watu wote ambao hapo kwenye kundi hili linawafaa. Maana sasa hivi tuna wanachama karibu 1100. Na tutaendelea mpaka tutafika 1000. Yote hayo kuweka umoja wa kitaifa wa wanachama wa mpira Tanzania. Kumbe kuna watu wanawapinga kwenye hili mnalolifanya. Ni wengi, na ukiona jambo upingwi hilo jambo halifai. Pinga Kristo. Yaani ukiona ile jambo upingwi halifai. Yesu kwa katika watu 12 kuna mmoja akamsaliti. Na yeye msaliti ndio akampeleka mpaka msalabani. Yaani maana yake yule ndiye sababisha Yesu akasulubiwa. Bila yule asingesulubiwa. Je, matunda leo tunakula tuli? Tunakula. Maana yake ni nini? Ni lazima tupitie kipindi kigumu. Kipindi hiki wenzangu ndio kipindi cha kushikamana. Na serikali iko upande wetu. Kama serikali iko upande wetu, ni nani anaweza kutushinda sisi? Kwa hiyo wala hakuna kitu cha kuogopa. Ndugu zangu wanachama wote wa Influencer Tanzania, wala msio na wasiwasi. Ndio maana kuta tumeanzisha mechi ya Simba na Yanga na imefana. Nani ambaye kufurahi? Watu wote wamefurahi na uwanja ulijaa. Na mechi ya Jumapili, mechi ya Tanzania Polisi Tanzania na Influencer Tanzania tutacheza na itafana tena. Hakuna kutuzuia katika moto tulioanzisha. Ila yeye atakayeendelea, na mimi nawapa hiyo kitu. Endeleeni, ila tutatumia sheria. Na watakamata watawekwa ndani. Maana tuko kisheria zaidi. Marekani wewe umeenda Marekani kiujanja unataka tufanyia na sisi tufanye mambo kiujanja. Sisi hatuko kiujanja. Sisi tupo kisheria. Narudia tena, ukiendelea tutafumua yote mpaka unavyoishi huko.
tutasema yote, jinsi unavyoishi kujanja ujanja, yote tutayasema, na leo mpeleka nani, na sasa hivi nataka kuongeza wakati wako. Sisi tunahangaika na hili tatizo na hii issue. Usione umoja huu umekuja tu kirahisi. Tunahangaika nao, tunahangaika mpaka na mvua inatunyeshea. Leo unataka uvunje umoja. Anayevunja umoja alaaniwe. Anayevunja umoja alaaniwe. Anayevunja umoja alaaniwe. Anayevunja umoja alaaniwe. Ndugu zanguni, wanachama wote ambao kujiunga na Tanzania Influencers, sisi tuko tayari. Asanteni sana na Mungu aibariki taasisi hii. Huyu ndio kapteni. Kwanza huyu ndio kapteni. Huyu nani? Huyu Singa jamani. Angalieni Singa. Huyu kapteni. Ila mimi nataka niwaambie kitu kimoja ambacho mabingu kifahamu. Huu mmoja upo kwa ajili ya kusapoti na kuziunga mkono ajenda za kitaifa. Ukimwona hapa leo kapteni, maana yake anaunga mkono national team, anaunga mkono taifa la Tanzania. Huu mmoja upo kwa ajili ya kusupport ajenda za nini? Za kitaifa. Sasa sitegemei kama kuna timu yoyote Tanzania ambayo itakataza wachezaji washabiki wake kujiunga na umoja huu. Hilo na mdimu nifahamu. Huu umoja upo kwa ajili ya kuunga mkono ajenda za nini? Za kitaifa. Kwa sasa tunasupport national team. Kwa sasa tuna support national team. Sasa hatutegemei, narudia, hatutegemei kuona kama kuna timu yoyote ya mpira wa miguu Tanzania ambayo itakuwa haiwezi kuunga mkono kiko nani taasisi yetu ambayo imesajiliwa rasmi na BMT na mpaka sasa hivi imeshaanza kufanya kazi. Hata kama kuna mtu analeta chokochoko, it means haungi mkono juhudi za rais wetu, raia namba 1 nchi hii. Haungi mkono juhudi zake, kwa sababu tupo kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Hata kama watu wachache wanaamini kwamba wanaweza kupigana na kundi kubwa la mashabiki wengi kabisa ambao wana nguvu na influence kubwa kwenye nchi hii na hususan kwenye nyanja ya mpira wa miguu au kwa jamii nzima, sijui aendelee kupambana, maybe anaweza akajisi anaweza kufaulu, lakini sidhani sioni kwa namna gani atafaulu, kwa sababu tupo kwa ajili ya taifa letu na sisi ni wazalendo kabisa. Naomba kuwasilisha. Karibu kapteni. Nguvu ya shabiki. Ngoja tumkaribishe kwa nyimbo. Tumbeni hivi. Wanaona haya wamefanya vibaya. Wamefanya vibaya. Wanaona haya wamefanya vibaya. Wanaona haya wamefanya vibaya. Hao wazomeni. Hao wachekeni. Hao wazomeni. Hao wachekeni. Hao wazomeni. Hao wachekeni. Karibu kapteni. Asante. Nashukuru sana, nashukuru kwa yote, tuko pamoja. Jamani ndugu zangu, tumekutana hapa kwa lengo kuu moja. Sisi ni wamoja, Tanzania Influencers, kwa ajili ya kusapoti timu yetu ya taifa. Nimefurahi sana. Nilikosa nafasi siku ile ya tarehe ya mchezo wa dabi ya mashabiki Simba na Yanga, lakini tayari msemaji GB64 kanihakikishia nafasi yangu iko pale pale, winga namba 11. Hatari. Yaani ninatokea winga namba 11 huko, hatari. Jeshi la polisi lijipange, maana ninamwaga mma sopoa. Waka maji sana. Hatari. Jamani, tupo kwa ajili ya kupambana. Sisi ni wamoja. Tuwaombe tu wa Tanzania. Sisi tuliokutana wote tuko tofauti. Kuna watu wengine wana familia zao, wana watoto, wana akili zao. Tupo watu tuliokamilika katika akili. Tuko sahihi, tuko salama. Na mpaka tunakwenda kusajiliwa tuko salama. Tuwaombe tu yale yanayoendelea, mtu akikuletea habari, hawa wamefanya hivi, hapana. Kwa sababu tuliamua. Mfano mdogo tu tuwaambie. Kuelekea kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco kwenye michuano ya Chani nafikiri. Mliona tulikuwa tunafanya hamasa kubwa tukiwa na msemaji wa taifa Msigwa. Alituamini na akatupa nafasi. Tulihamasisha vibaya mno na tukaujaza uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka watu wakaona kanyagana pale Benjamin Mkapa. Kwa nini? Kwa sababu tulitumia nguvu kubwa ambayo tuko nayo. Na leo hii tupo kwa ajili ya kuisupport timu yetu ya taifa. Tuwaambie kabla ya mchezo dhidi ya Tunisia tutakuwa na dua kubwa sana kwa ajili ya kuombea timu yetu ya taifa, na tunaamini kabisa Tunisia anakufa kifo kibaya sana. Yes, kuelekea mchezo huu tutapata alama 3 tusogeze mbele. Tuungane kwa pamoja ndugu zanguni. Usikose kufika pale KMC siku ya tarehe 4. Ni mechi ambayo ukikosa utajilaumu sana. Njoo muone. Bwana msalamu. Siku ile alipiga pasi moja hivi ya kofi, ila alibahatisha. Sasa hivi mimi nakwenda kumvalisha kanzu na kumshusha polisi kwenye kitambi, na mchagua mwenyewe. Karibuni sana. Asante sana.